Tukiwa tumesimama katika uwanja huu, Mheshimiwa Rais akiwa mgombea kipindi hicho aliahidi sisi kama wana Serengeti tulivyomuomba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Serengeti, yeye atakwenda kutekeleza hilo. Na nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu zangu hawa hawana baya wala hawana wasiwasi. Ndio maana kabla ya yote wameendelea kukupa kauli zao za ushindi. Wao wanataka maendeleo, wao wanataka kazi, wao wanaitaka amani, ili uwanja huo ambao umekuwa kama hadithi uende ukajengwe, uonekane hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wana Serengeti tumekuwa wahifadhi na tumekuwa ndio watu ambao tunaupenda uhifadhi na tunailinda Serengeti yetu, na tunatambua dhahiri kwamba hifadhi ya Serengeti inaingiza 25% ya fedha za kigeni nchini. Sambamba na hayo, katika mapato ya mali asili na utalii, hifadhi ya Serengeti inaingiza zaidi ya 50% ya mapato yote. Lakini sambamba na hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hifadhi ya Serengeti ndio imeiletea heshima yetu nchi yetu mara 4 mfululizo kama hifadhi bora Afrika na duniani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayasema haya yote tunamaanisha nini? Tunashukuru leo kwamba umefika hapa wewe mwenyewe kwa miguu yako, umejionea kwa macho yako, umeziona barabara ambazo sisi wana Serengeti tunaopenda uhifadhi, tunaoitunza hifadhi yetu ya Serengeti, tunaotoa mchango mkubwa katika taifa letu, na ambao kabla ya chochote tumekuahidi amani. Angalia barabara tunazotumia, angalia njia ambazo tunapita, na hii imekuwa ni kitu ambacho kinaahidiwa katika ilani mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu zangu wana imani kubwa na wewe, ndio maana leo kwa shamra kubwa wanaamini unakwenda kusema jambo juu ya changamoto hiyo ya barabara ambayo imekuwa ni wimbo. Tunaomba kama ambavyo serikali imekwenda kutukumbuka na kutushika na kusimama na sisi, na ninakumbuka moja kati ya vikao vya kuhakikisha Serengeti tunapata uwanja wa ndege wa kimataifa ulivyoongoza wewe. Kwa hiyo ninaomba na leo Mheshimiwa Mkuu wetu uende ukaseme neno ambalo litakwenda kuwa faraja kwa ndugu zangu hawa. Lakini sambamba na hayo, tunaishukuru serikali, tumepewa mradi wa maji ambao pia tulikuwa tunaomba ukamilike kwa haraka, maana ndio tegemeo letu, na sisi kama wana Serengeti maji yetu tunategemea kutoka hapo Manchira. Kama bajeti itaruhusu, tutashukuru sana kama tutapata maji kutoka moja kwa moja Ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na hayo, ndugu zangu hawa kama wahifadhi, ndugu zangu hawa kama ambao ndio fahari ya Serengeti, tunazo changamoto 2-3. Kwanza niishukuru serikali kwa kuweza kuboresha sheria ya kutoa fedha za open area, lakini pamoja na maboresho hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wana Serengeti na ndugu zangu hawa wako hapa mbele. Maboresho hayo yametokea na yataanza kufanyika baada ya mwaka huu wa fedha, lakini pesa zile za awali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hazijalipwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo maeneo yote ambayo ni open area bado tunadai fedha hizo kwa serikali. Tunaomba tuletewe pesa hizo, kwa sababu ni moja kati ya fedha ambazo zinatumika katika kuhakikisha ulinzi katika hifadhi yetu, na hasa maeneo ambayo yametengwa. Kwa kuzingatia ni fedha hizo pia ndio zinatumika kuwalipa VGS, Village Game Scouts. Kwa hiyo bila kupata fedha hizo, pia hifadhi yetu hii ambayo tunajivunia inaweza ikahujumiwa. Lakini sambamba na hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeweza kupewa fedha za kifuta jasho kwa baadhi ya wananchi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukumbuke sisi ni wahifadhi, tumeamua kuishi vizuri na wanyama wetu. Zipo changamoto ambazo zinatokea. Tulikuwa tunaomba kwa wale ambao mpaka sasa hawajalipwa pesa zao za kifuta jasho, basi waweze kupatiwa kwa wakati, na kama wana Serengeti tukuahidi ushirikiano, tukuahidi maendeleo. Na kwa kuyasema hayo, Serengeti tunakupenda sana, karibu tena Serengeti, na tunaamini leo wewe unaenda kuwa faraja yetu.